pale Mwembe Yanga. Akaniambia dada, hapa Mwembe Yanga ndio wanataka vijana wale wateja wale ambao wanakuja. Akasema kweli sema Mungu kwa ajili yao. Akasema wanakuja tu kukaa kwa sababu sehemu ambayo hakuwazi. Tukafika ile mahali akasema kuna gari atakuza na spidi ya gari. Akasema angalia sasa. Nikaanza kuona. Bwana Yesu, moyo wangu uliuma. Wale vijana akaniambia akasema hawa wamelala wamesambaa pale mbele yangu pale. Ni vijana wadogo ambao walikuwa wanaimba praise hapa, wanacheza kama kina Dani hapa, wanasiwe sana. Na mimi ndio baada vijana wanacheza hapa jamani, mimi nawafurahia kweli. Bwana asiwe sana. Mimi nawafurahia. Afurahia. Huko na watu kama hii Dani na urefu huu. Nilikuwa kule Mwembe Yanga. Bwana Yesu asiwe sana. Ndio nakuta simama kule. Hii si sana. Lakini leo tunacheza hapa, ni chesi. Haleluya. Bwana Yesu asiwe sana. Acha. Sasa wana uwezo wa kufanya kazi. Akaniambia hawa wanaamka asubuhi, wanaamka kuchupa, akipata chupa zake ndani na hawana chakula kigumu, hawana ugali au wala vitu laini kwa sababu miili na sababu ile madawa ya kulevya, miili yao haikubali kwa chakula kigumu, kwa biskuti zake 3, biskuti zake 4 na kandoro na mduka na dawa yake kupata usingizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wale vijana sio kama ni maisha ya vijana wengine. Wakati wanaona vijana wengine wameoa, vijana wengine wanazaa, vijana wengine wana maduka, vijana wengine wanasema habari, wanatamani, wanasema hata mimi ningeweza kuoa, lakini siwezi kuoa. Anatuapa. Ameonewa. Wakipita vijana wenzao barabarani, wamevaa suruali zao na viatu vyao, wanawaangalia, wanalia. Wakati mwingine wanasema mimi ningejua nani aliniingiza hapa, angalia niliyosoma nao, leo wana maisha, mimi nalala tu hapa, sina maisha. Ameonewa. Ukikamba kwa mswaki huwezi kujua. Ukikaa kisema huwezi kujua. Shetani anaona watu. Akaniambia dada, wapo na wanawake. Na wanawake wapo. Na wanawake wengine wana watoto. Akuta amelala hapo na katoto kake amekupatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukimwona mwenye dhambi, usiishie kumtukana tu. Ukimwona kijana ni shoga, usiishie kumdharau tu na kumwambia ana gesi hamna hapa, angalia hapa ni kama mafuta yameisha hapa. Usimdhihaki, usimseme vibaya, usimnyanyapae. Kuna roho inamtumikisha, hatamani kuishi hivyo anavyoishi, hatamani kuiga. Kuna roho inamwonea, hapendi kuwa shoga, lakini leo shoga inampelekesha, inamtesa. Akikaa peke yake analia, ametengwa. Hata baba yake amemtenga, wazazi wamemtenga. Amesema hatuna ndugu sisi wa jirani yako, tunaondoka. Anala kufanya, anajaribu kujinasua, hawezi kujinasua. Anajaribu kuacha mara moja, anajikuta amerudi tena. Ipo nguvu ya maonezi inamshikilia, hawezi kutoka ile nguvu ya maonezi, hawezi. Na ndio Bwana Yesu, nampenda Yesu.
Yesu alipokuja duniani, walimwambia Yesu, Wafarisayo walimhukumu, wakamwambia unajiita mwana wa Mungu, unajiita wewe ni Mungu, lakini mbona unakaa wenye dhambi? Yesu alikuwa na upendo, alikuwa anajua kwamba watu wanaonewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunaweza tukawaonyesha upendo wenye dhambi, tukawasogelea, tukawaeleza habari hizi ya kwamba kuna habari njema. Yesu alikuja kupambana na wote walionewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Familia nzima unakuta una shida fulani. Familia nzima wana ugonjwa fulani, wote lazima waumwe kansa, wote lazima wapooze, wote huwa wanakufa na ajali, yani kifo chao ni cha ajali wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wote ni walevi, wote wanawake kwa wanaume, wote ni walevi. Shetani anaone. Mabinti wote kwenye familia walevi, wote walevi, hawana historia kwa wameonewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Atukuzwe Yesu. Haleluya. Aliyekuja msalabani, alikuja kukomesha mateso yote. Haleluya. Yale mateso unayopitia jana leo, nikutangazia ya kwamba tunakwenda kuyakomesha yote kwa jina la Yesu Kristo. Haijalishi ni mateso ya namna gani. Unayejua mateso unayopitia kwenye ukoo wako. Kuna mahali umeonewa, unagundua sisi tumeonewa, ukoo mzima watu jengi nyumba nzuri wote tunayo shida. Leo ni saa ya kukomesha mateso yote katika jina la Yesu Kristo. Ni saa ya kukomesha mateso yote katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Lakini mtu anaweza akaonewa kama ameacha nafasi. Ameacha nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anapitia mateso, anapitia maonezi, anapitia shida fulani kwenye maisha yake, ni kwa sababu kuna mahali aliacha mwanya mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kila mateso ni jaribu, sio kila mateso ni maonezi, si kila mateso kwamba kuna mateso mengine mtu mwenyewe ameacha nafasi. Soma Efeso 4:27. Efeso 4:27. Wala msimpe ibilisi nafasi. Wala mstari mmoja mfupi sana. Tugete. Wala msimpe ibilisi nafasi. Wala msimpe ibilisi nafasi. Kuna mtu unaweza ukapitia mateso, ukapitia shida kwenye maisha yako, ni kwa sababu kuna sehemu umeacha nini? Shetani akafanya nini? Yesu asifiwe sana. Wewe unajua, unaweza kujitafakari mwenyewe kwamba hichi ninachopitia kuna mahali nilikosea. Nimeacha ibada na ndio maana nimepigwa. Nimeacha kutoa, sio kwamba ni wakati wa Bwana, hapana. Nimeacha kutoa zaka. Nimeacha kuomba. Nimeacha kutumika. Kuna mahali nimeacha
Bwana Yesu asifiwe. Akishapita sasa, kumtoa inakuwa ni mtihani. Ulikuwa umemnyima nafasi kwa sababu ya ibada zako nzuri, ya sadaka zako nzuri zako unatoa, ya bidii yako kanisani, ya kuwahi kwa kanisani. Sasa umeachilia. Mapepo yalikuwa yamekwisha kukuacha siku nyingi. Mapepo yamerudi kwa sababu kuna sehemu yamepata mlango, yameingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sio kila mateso anayopitia mtu ni Mungu ameruhusu. Kuna mengine tumeacha mwanya sisi wenyewe. Tunashambuliwa, tunapigwa, tunasambaratishwa, ni kwa sababu tumeacha nafasi. Shetani amekuja. Biblia inasema na wala msimpe ibilisi nafasi. Haleluya. Haleluya. Mtu uliokoka, ni vizuri sana kuishi kwa tahadhari kwenye maisha yako. Kuna binti mmoja zamani sana, na mimi nilikuwa namfundisha imani. Alikuwa ni watu wa designia. Alikuja kanisani. Ile binti akawa na shida ya tumbo lake la uzazi. Bwana sasa, nilipomjua kwamba ni watu wa hivi, nikatamani sana niwe karibu naye ili kwamba niweze kumfundisha imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo akawa rafiki yangu sana, kanipenda kweli kweli, na mimi nikampenda sana. Nikaanza kumfundisha imani ya wokovu. Nikaanza kumuingizia kidogo kidogo, kufundisha na kupandikizia roho ya kumpenda Yesu. Yeye alikuja aombewe tu, alafu mimi kama alivyozoea, aenda kwa maposa, anakwenda si wapi, aenda kuombewa kwa kaja, na mimi akawa nipa orodha. Nishaenda huku, nikamwambia sasa subiri njoo. Hapa unakuja kuombewa sawa, utapokea hicho unachokitaka, lakini mimi sitaki uje hapa kama ulipokuwa unaenda sehemu zingine. Nataka nikufundishe kwanza umjue Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anacheka, anapenda kucheka sana. Akacheka sana. Na mchungaji bwana, nikaanza kumfundisha. Wokovu kakolea. Bwana asifiwe sana. Ndio mafundisho yanakoleza mtu akakolea, akampenda Yesu kweli. Akaanza kuwa na bidii kanisani. Ibadani kosi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakupokea muujiza mapema, aliendelea kuwa na bidii, endelea kuwa na bidii hivyo. Utamwona Mungu atakusaidia. Sehemu zingine unaenda unakinga kichwa, unaombea unaondoka, lakini hapa fuata Yesu sawa sawa. Ikainuka vita sasa. Kule kwa amewa vita. Umezidi sana kwenda kanisani. Sienda kuombea tunatulia, kila siku naenda. Nikamfundisha kataza kusimama. Akisema wewe popote sasa naenda kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa ananielewa sana. Anakataza kuja kanisani. Nyimwa hela matumizi, nikamwambia hata ukinyimwa hela matumizi wewe njoo. Kuja kanisani. Kwa bidii sana. Yule dada akapokea muujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Akapokea mshando wake miaka ya kutosha. Hajawahi kubeba mimba hata siku moja hata kusingiziwa. Alibeba mimba kwa mara ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabeba mimba. Akaniambia mama, huwezi amini kilichotokea. Nikamwambia niambie. Akasema mama, mjamzito. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama nina furaha. Nikamwambia endelea kukazana kwa sababu endelea kukazana. Nikamfuatilia, mimba ikaendelea. Mwezi wa kwanza, mandoto mabaya na pamba, nao mwezi wa pili, mwezi akaendelea. Nikamanikana msina anambia usitumie dawa yoyote kuletea. Kuna shida hapa, usikubali kunywa dawa yoyote ile, usikubali. Huu ujauzito ni Mungu amekupa.
siwezi mama, siwezi. Mawifi walikuwa wanamsema, wakaanza kuja, wifi yetu ana mimba, mama mkwe, shangwe, mume mapenzi yakanoga, mume akapenda mwanamke sio kawaida. Akaanza kupiga simu, na kanisani uji, nisikia vibaya, sina nini. Anapetiwa tu, anakaa tu nyumbani anampulizia upepo. Nikamwambia mwanangu, njoo kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Njoo. Bora uje ulale kule nyuma, ili njoo. Usikae. Akasema, najisikia hivi. Nikamwambia ndio, njoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa mzito. Anasherehekea mimba tu. Wanasherehekea tu huko. Akasahau hajawahi maliza kazi. Anasherehekea kuja kumtafuta dakika za mwishoni. Anaambia mama, nikaja kumuona amevimba uso, amevimba miguu, amevimba mikono, amejaa mwili mzima. Moyo ukauma. Nikamwambia nenda hospitali, kimbia hospitali, nenda. Nikamwambia chukueni mpeleke hospitali jamani huyu. Wakampeleka hospitali, kule mtu amefia hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kumbe walianza kumwambia sasa hii mimba imeingia, watu wabaya. Chukua hiki, anachukua anapewa na kunywa, fanya hivi anafanya hivi. Fanya hivi, ndio akaanza kupungua sasa, wakaanza kupambili usingine. Yaani wewe Mungu ndio amekupa mimba, wakaanza kuja ameshindwa. Mimba imeingia eti waganga ndio waitunze tena. Katika vitu ambavyo viliniumiza kwenye huduma nilo ya. Viliniumiza mpaka leo. Iliuma. Akasema bimba ikitoka afya tumboni miezi 8 miezi 9 miezi 9 ndio shatimia, akatoa mtu amekufa. Pressure ilipanda mpaka juu kabisa, damu zikapungua, nusu afe kidogo apoteze maisha. Nini? Alimpa ibilisi nini? Sasa yale mateso utasema ni Mungu ameruhusu? Hapana, hajaruhusu. Akazuia na kwenda kanisani tena mpaka leo ipo hivyo tu. Hata chochote anampa na mtoto chochote. Haleluya. Maisha ya mchanganyo. Unakuja kanisani na maji ya mampusa unayo ndani. Mafuta ya kuhani Musa unayo ndani. Kwa ngome ya Yesu umalizi wiki mwezi hujaenda. Unasema hayupo hapa kanisa leo, sio wapi? Nikuenda kwa shangazi, kumbe yuko kwa ngomeni kule. Bwana asifiwe sana. Jumapili yuko hapa kwenye pochi yake na mafuta yake. Usiku anawapaka watu wake mafuta. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Matokeo yake yule mtu anashambuliwa. Kwa sababu gani? Hajatulia kwenye madhabahu. Usipotulia kwenye madhabahu moja, unatengeneza mlango wa adui kushambulia kwenye maisha yako. Mafuta sitamba vya kazi gani? Tulia. Haleluya. Haleluya. Shangilia kwa mkono wako namna hii. Na mbinu ambayo shetani leo anaitumia kutuua walokole, anaitumia sana. Akiona kuna mahali una connection na Mungu vizuri, anajua wewe kuna mahali unaenda, anajua huyu kwa connection hii hapa ya madhabahu kuna mahali atafika. Anaanza kukutengenezea mizengwe ya kukutoa hilo eneo na kukupeleka lengo tu apate mwanya wa kufanya. Ukiwa mahali fulani anakosa mwanya wa kuingia, hapati nafasi, anakosa, anabanwa hivi, hawezi kupita, hawezi. Ukianza tu mguu kule, mguu wapi, anapenya, anaingia. Na wakati anaingia huwezi kumuona. Akishaingia haoneshi makucha yake hapo. Alipo mjanja, tunastuka. Yeye tunastuka urudi haraka.
Mwanzoni utaona unastawi. Utasema haya mafuta yanasaidia kweli. Kumbe yule adui ameingia, amenyamaza kimya, anatafuna ndani. Unafahamu mchwa? Mchwa unajua? Mchwa anaweza kaa kwenye mbao ile. Yaani mbao unaona kabisa iko vizuri. Sasa mbao si ile pale. Pia dondoka na unga unashuka na kuchuliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio utabaki sasa. Kuna maajabu duniani. Ile mbao yaani huelewi kilichotokea. Ndivyo adui shetani alivyo. Yaani ile nafasi ambayo alitafuta muda mrefu ameikosa, akipata anaitumia vizuri. Ana kama nyoka. Bwana asifiwe sana. Nyoka, leseni kuna nyoka. Huko ndani kuna nyoka. Sio nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yaani nyoka anaingia, anakuwa anaangalia, akishajipegeza akaingia ndani. Utamwona kweli? Kama unamkimbiza aingia ndani, utamwona ile kweli? Humoni, anataka sema anajibanza tu. Ndivyo shetani anapoingia kwenye maisha ya mtu. Akiingia anatulia kimya. Ili usishtuke, unaanza kuona mambo yako levo, mambo yako safi. Unasema maisha si ndio haya. Kumbe adui alishaingia ndani muda mrefu. Anachokifanya kule ni uharibifu. Unakuja kusikia tu mweleke tu. Nini kinatokea? Mambo yameharibika. Akishaharibika, huwezi kupata ujasiri tena wa kurudi. Huwezi tena. Na lengo lako ni hilo. Ungestuka mapema, ungerudi mapema. Anataka ukose ujasiri kabisa na basi. Na kule siendi na kusiendi kama nikufa na nife. Yeye anashangilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Tukianza kumfuata Yesu, tumfuate mazima na miguu yetu, na mikono yetu, na vichwa vyetu, na akili zetu zote. Tunaangalia mpaka kinaeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mama Munila atakuja kushuhudia. Siku atakuja, yeye ajifungua mapacha. Ilisuluhisha nani katika ile picha ambao wanasimu. Mama Munila ndugu yao na yule mama yule alijifungua mapacha. Siku moja tunamaliza ibada. Alinifuata. Ndio alikuwa ni Muislamu, sio? Familia yao walikuwa Waislamu. Wale watu, familia yao wote wanavyoona, wanampenda Mungu. Walikuwa watu wa kule. Sasa yeye Mama Munila na yeye anaitwa Umi. Na yeye ni miongoni mwa watu wa kule. Tunamwona alikuwa na bidii sana hapa kanisani, si ndio? Nafikiri nafahamu familia yake. Umi siku moja alinifuata hapa kwenye coach. Alipokuja akaniambia, mama, mimi na shida. Mimi nahitaji mtoto. Bwana sio sana. Nahitaji mtoto. Nikamwambia unataka mtoto? Fanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unajua kushuhudia waliokosea, ushuhudia waliopatia. Haleluya. Ili kwamba anayepatia aendelee kupatia na anayekosea aache kukosea. Alipokuja nikamwambia sikilize, hilo sikombei leo. Nenda. Njoo usiku fulani ukiwa umefunga. Ufunga unajua? Najua. Tutafunga. Mimi na wewe. Mimi nitafunga na wewe utafunga. Alafu utakuja hapa kanisani. Nikitoka kazini tutakutana hapa saa 10. Akasema sawa mama.
Katikati ya wiki ni kama nilipigia simu, nakumbuka ile siku na nakumbuka vizuri, wewe njoo. Akaja. Hapo alipokaa leo hapo, maeneo tukaweka viti hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaongea naye, nikamwambia sasa nakuombea. Leo nikuombea leo. Nataka kujiza. Nataka kujiza. Akasema sana, tukaomba. Tulipomaliza kuomba, akaondoka. Mimi nikaendelea na mambo yangu. Basi mwezi mmoja wewe. Nikamwona na ndugu zake hao kama walivyo kawaida yao na msurulua. Wenyewe wanaga siri. Kama siri si ya nani, wenyewe siri zao wote wanakaa lundo hapo, siri mtu anaeleza. Watu wengi siri angalia hata waoshi. Sasa ingawa ndugu wanapigana. Yeye anaeleza tu mambo yake kama makubwa kiasi gani, anaeleza ndugu zake wanasikia. Hashi. Wakaja kapanda baba. Cheka tu. Wewe mwingine Mungu mtelea muujiza yeye analia. Bwana asifiwe sana. Nimeenda hospitali. Wameniambia mimi ni mjamzito. Bwana asifiwe sana. Analia. Nikamshukuru Mungu sana. Nikamwombea, nikamwambia sasa. Kanuni nikamfundisha kanuni. Nikamwambia ukitaka muujiza wako hata ukisema unajua ni mchanga bado hajajua njia ya wokovu vizuri, nikaanza kumuelekeza yampasayo kufanya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Mimi kama namuona. Unajua watu waliotoka kwenye imani zingine wao wanashika sana kile wanachofundisha, si kwa nini? Sisi watu tunauzoelea wao wanashika sana kile ambacho wanaelekezwa. Yule dada ukosi ibada yoyote miezi 9, Ijumaa ya mwisho alikuwa Jumatatu. Siku ya Ijumaa alikuwa anajiburuza pale na tumbo lake. Yaani anaamini mimi siwezi kuzaa bila Yesu. Yaani anaamini hivyo. Anaenda kwao Musi. Jamani ni mbali, ni pale na jamani. Nimeishi wapi nini? Ni mbali kitonga huko ndani na tumbo lake la miezi 9 usiku anajiburuza. Ijumaa yuko kwenye mkesha. Jumamosi, Jumapili yuko ibadani anajiburuza kule. Ijumaa jioni yupo na tumbo lake yupo. Nikapigiwa simu. Siku ya Kalumede. Mama dada yake sasa. Mama huku nikaambia tulia. Chukueni gari niwakute wapi? Matitu. Nakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambaye nakuja sasa hivi. Na mimi siku ile nikakurupuka nikachukua jamaa huyo panda gari shwa. Nikafika vipi? Mungu anampima nikasema tutulie. Tumekaa tuko shanda na baba usanga dada zake liko na mashaka dada njoni walikuwa na vita miezi 9 ni vita isiyo ya pamoja na vita mwana mashana mwambia hauna zao huko ndani hauna watoto huko ndani na siku na kuna mtu anamwambia huko ndani hamna watoto hamna kitu tumboni mwako. Na mwanangu wa mtoto huko yumo mtoto na mwenye yake na utazaa. Kanuni ni ile tu. Ni ibada, ni maombi, ni bidii. Usinywe dawa za kienyeji, usichukue maji ya upako, usichukue chochote, usimsikize nabii yoyote, wala maelekezo. Nabii wako ni mimi hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tumekaa pale nje. Dada yake akaitwa. Wewe ndugu yake Naomi. Mimi sasa niko muoga. Mguu kana naishiwa kwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Dada yake Naomi njoo. Dada yake mama. Nikasema nini? Mtu anatoka vibaya. Ameniambia niondoke. Mtu anatoka vibaya anatoka na mguu. Nikamwambia tulia. Twende tukapate Jehova. Bwana Yesu asifiwe sana. Niona Bwana amekwisha kufanya tayari. Tumshukuru Bwana. Tukamshukuru Bwana na tukaketi na tukakaa. Nasikia ndugu zake Naomi mmoja aje. Tuliona sasa pressure inapanda. Jamani imani hizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wewe Bwana mtasi. Aweza kufanya mambo ya ajabu kuliko tuyaombayo. Watu ya
huyu jamani wamkamate. Niliruka. Nilisema Yesu. Yesu asante. Yesu asante sana naomba niende nikapata tani. Unaniona hapa. Mchungaji. Mchungaji. Kwa hiyo ni kweli amruhusu mtu aingie huko. Na mruhusu. Sema kama mchungaji ingie. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Acha Bwana. Jinsi ambavyo Bwana anaweza kuwasaidia watu. Leo angalia ni kale. Haleluya. Na kutia moyo na kusikiliza. Zamu yako inakuja. Saa yako inakuja. Majira yako yanakuja. Bwana anakutokea. Wala usivunjike moyo. Wala usikate tamaa. Ni saa ya majira. Endelea kukamata kanuni za Mungu ni hizo hizo. Majira yako yanakuja. Tutashangilia kwa ajili yako. Nikafika pale. Nikakuta wale watoto. Nikajenga watu mapacha. Nikakuta vidogo. Vidogo vinene. Viliko tu. Mama yao anacheka na furaha. Nikasema huyu ndio Jehova. Haleluya. Huyu ndio Jehova. Ndugu yake mmoja nikasikia nampigia na mama sana. Ndugu yetu mmoja akupigia simu atambia nyinyi mnaita mchezo huu. Bila kwa mamposa huyu hawezi akazaa. Sikumpa mitambaa, sikumpa mafuta, nilimfundisha habari za Yesu tu. Nikamwambia Yesu anaishi, ila tumbo lako anaweza. Mume wake ni kijana tu mwenzie Mpemba, analuka anasema jamani napigia Wapemba ni yahe jamani mchungaji. Hawa ni watoto wangu wa kwanza. Yaani watoto wangu wa kwanza, sijawahi kuwa na mtoto mahali popote. Ni masifu wa Zanzibar. Kuna mambo unapitia. Kuna vitu unapitia. Nikutangazia mchana leo. Yule Mungu aliyemsaidia huyu. Anaishi mpaka sasa. Haleluya. Haleluya. Simama kwa miguu yako. Simama sasa. Masaka. Kandarabosha. Ikarabashata musiki kandarabashata. Yawezekana kuna mtu katikati yetu unajua una mateso unapitia. Haijalishi mateso aina gani. Miongoni mwa mateso ambayo nimeandika chale Bwana anakwenda kukomesha mateso yako yote. Yale mateso unayopitia haijalishi kwa muda gani, haijalishi ni kwa miaka mingapi. Yesu yuko hapa kusaidia. Arabosaka Rema shatana maboko ya saka. Inua mikono yako juu. Kuna nguvu ya ajabu dauni mwa Yesu. Kuna nguvu ya ajabu dauni